Yes, hamjambo tena kwenu nyote wa ndugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi katika taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa na tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo mercredi le 11 février 2026 na tunawakaribisha kwa mara nyingine katika taarifa zetu mbichi za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo tumewaletea jioni ya leo tutawapeleka moja kwa moja huko Walikale kwenye ndege za kivita za FARDC zilishambulia ngome za wasi wa M23 katika eneo ya Minembwe. Upande mwingine tumewaletea habari mbichi, tutawapeleka katika maeneo ya Ituri kwenye FARDC na UPDF jeshi la Uganda walitathmini operation zao za pamoja dhidi ya ADF ili kuimarisha ulinzi wa raia. Kule ADF wanaendelea kufanya mauaji dhidi ya raia kabisa, wakaji wanateseka katika maeneo hayo. Kama kawaida mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kusubscribe, yani kule chini ya titre mu description utapata linki yetu, uguse kwenye linki hiyo, bila shaka utajiunga na group yetu ya WhatsApp na utakuwa ukizipata habari zetu zote kwa wakati. Tuko na kosana ndugu zangu, rezo ziko sawa. Unajua tangu mwezi huu wa kwanza rezo ni mbaya sana, ndio maana taarifa hazipatikane kwa wakati. Tunaendelea kujikaza tu ili kuwapa habari na taarifa zetu mbichi za jioni ya leo. Tutawapeleka moja kwa moja katika eneo ya Walikale kwenye jeshi la Kongo linaendelea kusonga mbele wakielekea Pinga. Pale sasa jeshi la Kongo liko nafanya operasyon dhidi ya ngome za wasi wa M23 ili kuwashambulia silaha kabisa wazilunguzi, donc waharibu silaha za M23 zenye wanatiaka kule mwa position yao na kuweza kupunguza nguvu za M23 katika maeneo hayo ya Minjenje na Mpeti yanayokuwa mkilomita kama 18, yapata kilomita 18 na eneo ya Pinga, eneo ambayo wanaivizia kabisa. Tangu wasi hao kufika katika maeneo ya Mpeti na Minjenje walipangaka sana kuatakempe eneo ya Pinga wakitokea Mpeti haikuwezekanaka, na jusqu'à aujourd'hui mpango ni huo kuimarisha nafasi zao sana katika maeneo hayo na kuanzisha vita ili kusonga mbele. Wanavifanyaka sana bila mafanikio, donc wanafanyaka vita kule ili waavance bila kufanikiwa, ili kuweza sasa kupunguza nguvu zao kule wasije waka avance. Jeshi la Kongo hutumia mara kwa mara ndege za kivita kushambulia ngome za wasi wa M23 katika maeneo ya Minjenje na Mpeti, na siku mbili mfululizo tena waliwashambulia huko, wakawajeruhi wanajeshi wengi na wengine wakapoteza maisha yao na vitu tofauti viliharibiwa hapo, mkiwemo silaha donc zile arme lourde zenye wanafikishaka kule ili kufanya maoperasyon waanze kusonga mbele wakiatake mapozisyon za FARDC na wazalendo ili waelekee katika maeneo ya Pinga. Tunaendelea na habari zetu. Upande mwingine tuwapeleke katika maeneo ya Minembwe tena. Mambo yaliharibika siku ya leo kuanzia saa 8 apremidi. Ilikuwa deja apremidi njo mapigano tena yalianza upya katika maeneo ya Minembwe. Jeshi la Kongo wakiwa pamoja na wazalendo wanaendelea kuwashambulia waasi wa M23 na washirika wao Turaneo katika eneo ya Minembwe. Mapigano yanaendelea mfululizo mchana na usiku. Siku ya jana walipiganaka pale, juzi vile na ni mapigano ambayo aujourd'hui ni des semaines ambazo zinaisha na wako movita kule. Donc wanajeshi
wa Kongo na wazalendo wanapenda warekipere eneo ya Minembwe, ndipo wako nafanya mapigano kule hatari wakiatake Twirwaneho na AFC M23. Taarifa kutoka kwa vyanzo vyetu huko Minembwe vinatuambia kuwa wanajeshi wa wazalendo pamoja na FARDC tena wanashambulia Twirwaneho na AFC M23 katika eneo ya Minembwe ili kuwashambulia ili waone kwamba wanaweza kuirekipere. Donc wako napigana pale ili waone kwamba wanaweza kuwatimua waasi wa Twirwaneho na AFC M23 katika eneo ya Minembwe wairekipere. Et puis deja Twirwaneho ikuwe na inabakia deja na aina zingine nguvu katika maeneo ya Fizi. Hatutasema mengi pale kwa sababu mnajua kabisa jinsi eneo ya Minembwe yote kwa sasa inazingirwa, ni kupigana wakiavance, wakiona kwamba watawasukuma waasi watoshe katika eneo ya Minembwe, puis Minembwe wairekipere. Donc wanashambulia waasi hao katika eneo ya Minembwe wakiwa wanaizunguka kabisa position yote tofauti ambayo yalikuwaka mumikono ya Twirwaneho na AFC M23 aux alentours de Minembwe yote yaishaka kamatwa, na aujourd'hui ni kushambulia Minembwe kabisa ili wairekipere. Mapigano yanaendelea katika maeneo hayo. Jeshi la Kongo na wazalendo wanaendelea kufanya vita kule ili warekipere eneo ya Minembwe. Tunaendelea na taarifa zetu, tuwapeleke moja kwa moja katika eneo ya Ruchuru kwenye utulivu ulirejea katika eneo ya Kilama baada ya mapigano makali ya siku 3 mfululizo kati ya AFC M23 na wazalendo. Kurejea taratibu kwa utulivu kulionekana tangu asubuhi ya leo katika eneo la Kilama. Hapo ni mgrupema ya Bambo, kama nilivyowaambia ni ndani ya territoire ya Ruchuru, hapo ni Nord Kivu. Ni utulivu ambayo umerejea baada ya mapigano ya siku 3 kati ya waasi wa AFC M23 na wapiganaji wa wazalendo wa kundi la harakati za mabadiliko vikosi vya ulinzi vya watu CMC FDP. Kulingana na vyanzo vya ndani, mapigano yalianza le 8 wakati waasi wa AFC M23 walipoanzisha mashambulizi ya wakati mmoja zidi ya ngome za CMC FDP katika vijiji vya Mayengo, Bugabo na karibu na Domene katika eneo la Kilama. Inasemekana mashambulizi haya yalifanywa kwa kutumia ndege zisizo na rubani za kamikaze, mizinga mikubwa na mabomu kabla ya jaribio la kusonga mbele ardhini. Baada ya saa kadhaa za mapigano makali, wazalendo waliwafukuza waasi kwa shoka zote walizozishambulia, na vyanzo vya ndani vinasema kuwa waasi wa AFC M23 walirejea huko katika maeneo ya Bukombo kwenye walikuwa na wametokea, na hapo katika maeneo yale waasi wa AFC M23 wako natumikisha silaha nzito nzito mkiwemo na ndege za kivita, drone zile za kamikaze. Mnajua drone AFC M23 iko nazo na walizitumikisha kama vita ya Uvira, kama mnavyokumbuka wakati walikuwa kama vita kuanzia maeneo ya Luvungi kushuka mpaka Uvira, drone za kamikaze zilikuwa zikitumika pale. Aujourd'hui njo zenyewe wako natumikisha kule Ruchuru, baada ya kuatakiwa zalendo na kupigana kwa siku 3 mfululizo hawakuweza kurekipere au kuzikamata zile eneo zenye zinakaliwa na wazalendo. Wazalendo waliwarepuse mpaka maeneo ya Bukombo, ile eneo ya Kilama yote kabakia toujours mu mikono ya wazalendo CMC FDP. Wazalendo hawa wanadhani kwamba watu kutoka Ruchuru na Masisi wanawajua. Hawa ni wazalendo wanaoongozwa na Generale yani Dominique Kamanzi, na hawa wazalendo wanapiganaka sana na AFC M23 kule Ruchuru tangu kuanza kwa vita hivi mu maeneo ya Tongo, maeneo ya Bukombo na Bambo, kule Nyanzale kote CMC wanaijua, wanapiganaka sana vita na AFC M23. Kutokana na mapigano hayo makali yaliyozuka kule katika maeneo ya Ruchuru kati ya pande mbili, harakati za idadi ya watu ziliripotiwa kuelekea maeneo yaliyoonekana kuwa salama zaidi na kuingia deja mu maisha magumu ya ukimbizi. Donc wakaji walikimbia eneo ya Kilama, na baada ya pale
Plito wakati walikuwa wakitathmini operation hizo, jeshi la ADF lilifanya mashambulizi makali siku hiyo hiyo ni jana na kuwaua wakaaji wengi. Shambulio la ADF liliwaua watu 5 huko katika eneo ya Mangadu. Sekta ya Beni Mbau inasalia kuwa kitovu cha vurugu za kutumia silaha. Shambulio la umwagaji damu lililofanywa na wapiganaji wa ADF siku ya Jumane jana lilisababisha vifo vya raia wasiopungua 5 katika kijiji cha Mangadu Upende, kilomita 7 kutoka katikati mwa Mbau, eneo la Beni, hapo ni ndani ya Nord Kivu. Ilikuwa asubuhi na mapema Jumatano ambapo miili ya waathiriwa ilipatikana kutoka eneo la mkasa huo, anaripoti Kisaki Luisi, rais wa asasi ya kiraia katika kundi la Batangi Mbau. Katika ripoti yake alisema kwamba tulikuta miili 5 ikiwa imelala chini, wakiwemo wanaume 4 na mwanamke mmoja. Waathiriwa walimalizwa na bunduki, donko walishambuliwa. Kabla ya kuondoka, washambuliaji waliweka bomu kwenye moja ya miili hiyo, ndiyo maana tulipata miili 4. Pia kuna mtu mmoja aliyepotea na uharibifu wa vifaa. Mashambulizi haya yanaongezeka kabisa licha ya maonyo kuhusu harakati za washambuliaji. Asasi za kiraia zimesikitishwa na zinalaani kutochukua hatua kwa vikosi vya usalama dhidi ya harakati za Kiislamu ambazo zimekuwa zikiongeza mashambulizi yake katika eneo la Beni tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Na siku hiyo hiyo sasa ndipo FARDC na UPDF walitathmini operation zao za pamoja dhidi ya ADF ili kuimarisha ulinzi wa raia. Vikosi vya Kongo FARDC na jeshi la Uganda walifanya mkutano siku ya jana huko Beni, mji mkuu wa muda wa Kivu Kaskazini, ili kutathmini operation zao za pamoja dhidi ya waasi wa ADF zilizozinduliwa mwaka wa 2021. Majadiliano hayo yalilenga kuimarisha uratibu wa vitendo vinavyofanywa katika maeneo ya Beni na Lubero. Majeshi yote mawili yalithibitisha tena kujitolea kwao kuendelea na juhudi zao za kuwalinda raia vyema na kuzima kabisa tishio la ADF. Mkutano huo ulioongozwa na General Jean-Jacques Chalingonza, naibu mkuu wa wafanyakazi wa FARDC anayehusika na shughuli pamoja na ujasusi, huku ujumbe wa Uganda ukiongozwa na General Kayanja Muhanga, kamanda wa vikosi vya ardhi vya UPDF. Kulingana na vyanzo vya kijeshi, pande hizo mbili zilikubaliana kuboresha uratibu wa wanajeshi ardhini na kuimarisha operation za pamoja ili kulinda maeneo yaliyoathiriwa na mashambulizi ya ADF. Kulinda mhimili wa Luna Kamanda uliokarabatiwa hivi karibuni katika njia ya kitaifa ya 4 pia ilikuwa mada kuu ya majadiliano. Njia hii ya kimkakati inaunganisha Kivu Kaskazini na Ituri, kuwezesha harakati za idadi ya watu na biashara. Majeshi hayo mawili pia yaliamua kuimarisha uwepo wao katika maeneo yanayolengwa mara kwa mara na ADF ili kuzuia mashambulizi zaidi dhidi ya raia. Mkutano huo pia uliwakutanisha makamanda wa sekta ya uendeshaji ya Sokola Grand Nord huko Kivu Kaskazini na sekta ya uendeshaji ya FARDC kule Ituri. Ni FARDC na UPDF ambao walitathmini operation zao za pamoja dhidi ya ADF ili kuimarisha ulinzi wa raia katika maeneo ya Ituri na Beni. Ni wakati mashambulizi ya ADF yanaendelea kuacha population wengi kupoteza maisha yao, kukimbia vijiji vyao wakiwa kabisa hawana kwa kwenda, donc kule wanakokimbilia ni hatari kwao, hawana kitu kingine cha kufanya. ADF vraiment ni wauaji. ADF na waambia ni wauaji, tena wauaji hatari zaidi kuliko makundi mengine yenye silaha mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunaendelea na taarifa zetu. Pale mji wa Bukavu siku ya leo AFC M23 walikamata wamotari wengi pale kwa essence. Ilikuwa
ma après-midi vers 13h njo wanajeshi wa AFC M23 walifika pale ku place de l'independance. Walipofika pale wamotari wengi walikamatwa kiolela wakapelekwa kuzikojulikana, na mpaka muda huu kabisa wamotari hao hawajaachiliwa. Walikamatwa pamoja na pikipiki zao, donc na moto zao, wakabebwa tu na wanajeshi wa AFC M23. Walikuwa wanajeshi wengi waliwakamata pia wamotari wengi pale ku place de l'independance. Mpaka kwa sasa wamotari hawajui ni kwa nini walikamatwa. Donc walishtukizwa tu na kukamatwa kiolela. Waliofanikiwa kuponyoka wakakimbia. Meya AFC M23 ijasema ilikuwa ikifanya operation gani. Mashirika ya kiraia kutoka mjini Bukavu yanatoa wito kwa viongozi wa AFC M23 kuachilia hao wamotari kwa sababu walikamatwa bila kufanya probleme yoyote, na pia hakuna tangazo yoyote ambayo ilikuwa hapo ya kusema kuwa hawatatumika leo, huenda njo probleme yenyewe iko pale. Donc walikamatwa na walikatazwa kutumika. Donc wajui kabisa ni kwa nini wamotari hao walikamatwa pale, ni katika mji wa Bukavu. Upande mwingine katika eneo ya Nyabibwe inayopatikana mu territoire ya Kalehe, siku ya leo moto ulichoma nyumba mingi katika eneo ile ya Nyabibwe. Ilikuwa usiku wa jana wa kuamkia asubuhi ya leo, ambapo watu wengi waliamka wakikutana kabisa, nyumba mingi zilichomwa moto na watu kadhaa walijeruhiwa na wengine kupoteza maisha yao. Waliojeruhiwa walipelekwa kwa hospitali ya pale katika eneo ya Nyabibwe, na wakaji pale kabisa walistukizwa sana na vitendo hivyo, ambapo mpaka kwa sasa hawajajua moto huo ulikuwa umetokea wapi. Ni moto ambao kabisa uliwastukiza na kuchoma moto nyumba kadhaa. Wakaji wengi wakapoteza maisha yao na wengine kujeruhiwa. Pole sana kwa wakaji wanao ishi katika eneo ile ya Nyabibwe kwa kisa kama na hicho. Territoire ya Kalehe kwenye shamba la vita, hali ni ya utulivu kabisa ya pande mbili kule mu territoire ya Kalehe. Donc hali ni ya utulivu. Kwenye kunaendelea kuripotiwa mapigano sana ni kule Minembwe, kwenye jeshi la Kongo na wazalendo wanapenda kabisa warekipere eneo ya Minembwe kule Walikale. Operation za ndege zinaendelea kushambulia waasi wa AFC M23 max ya Pinga Mpeti. Donc kabisa hali ya utulivu, plutôt hali ya kiusalama kule haiko sawa kutokana na mashambulizi yanayoendelea kati ya pande mbili. Asante mefrere, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea jioni ya leo, na washukuru sana. Tupatane katika taarifa zifuatazo. Merci beaucoup.